Mimi niko tayari muda wote. Ndipo nitapata nafasi, mwalimu akaona nafaa kufiti kucheza mechi husika, basi nitacheza. Naam. Masaranga kwa kuna ugumu kiasi gani kwenye duru ya kwanza ya NBC? Siwezi kusemea ugumu wa ligi moja kwa moja kwa sababu sikupata kucheza katika hii klabu yangu mpya kwa hizi mechi ambazo zimepita. Lakini kama unavyoelewa, ligi yetu ni ngumu sana. Yaani ligi ukiangalia kwa mtazamo jinsi ulivyo na jinsi watu wanavyocheza tofauti na ligi nyingine. Kwa hiyo ligi ni ngumu na tunapambana ili tuweze kufikia yale malengo yetu sisi wenyewe wahusika. Saranga, pengine tofauti ni upi kutoka kule ulipokuwa na hapa ulipo hivi sasa? Utofauti upo mkubwa kwa sababu timu iliyokuwepo mwanzoni ni timu moja pia kubwa, lakini mashabiki wake sio wengi kama timu hizi. Na huku kila mtu anaongea kwake. Kwa hiyo na utofauti upo mkubwa sana. Huku kuna pressure ipo ni kubwa, lakini yote kwa yote tunakabiliana kwa sababu ndo moja ya maisha ambayo tunatakiwa tuweze kuishi. Yeah. Masaranga, wachezaji wa kigeni wamekuja kuongeza kitu gani hasa kwa wachezaji wa zawa kwenye ligi yetu? Mimi wachezaji wa kama wewe individual. Mimi kwangu hawajaniongeza chochote. Wamekuja kupambana kutafuta maisha yao ya familia zao. Na tunaendelea kutafuta kwa pamoja. Mimi naona ni sawa tu kwa sababu hata ukiangalia huko wenzetu kuna wachezaji pia wa kigeni. Kama ukienda Uingereza unakuta Wafaransa wapo. Kwa hiyo ni kawaida, ni jambo la kawaida tunachukulia. Yeah. Masaranga, kuna chochote unachojifunza kutoka kwa wachezaji? Kujifunza lazima, sio tu wachezaji wa kigeni, hata wa Tanzania pia na wachezaji ambao najifunza kutoka kwao. Lakini lazima niwe bora, ili niwe bora lazima nijifunze. Unajisikiaje kuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans kwa msimu huu? Kila mmoja ana malengo yake, kila mchezaji wa Tanzania. Na kila mmoja anatamani kuwepo kama hapa nilipokuwepo mimi. Lazima nijisikie furaha. Lakini furaha hiji hivi endapo unakuwa ujitume. Hauwezi pata furaha. Kwa hiyo mimi nafurahi kwa sababu niko timu kubwa. Niko sehemu ambayo naona bado ni sahihi kwangu. Yeah. Tueleze utofauti wa mafunzo ambao unapata wa walimu wa huku wa kikosi cha Yanga na kule ulipotoka. Pengine kuna tofauti gani ya mafunzo unapata? Nigombanisha na walimu sasa. Walimu wa nilipotoka ni walimu wazuri. Pia hata huku niipo ni walimu wazuri na ni walimu ambao unajua hata mchezaji kila mmoja ana CV yake. Kwa huku kuna CV kubwa, kule kuna CV kubwa zaidi kidogo au zaidi, lakini ni walimu wazuri, wote wanafundisha vitu kwa kama kule nilivyofundishwa na huku nafundishwa hivyo hivyo, lakini sema huku kidogo tunaongezewa kwa sababu ya daraja tuliokuwepo. Yeah. Masaranga, kumekuwa na story nyingi. Kuna baadhi ya magolikipa wanadai kabla ya kucheza nafasi hiyo walikuwa wanacheza namba nyingine. Kwako iko vipi? Walikuwa wanacheza ndani? Mimi hata historia ukiangalia wale watu ambao nimecheza nao wanakuwa wanajua. Mimi nilikuwa nacheza ndani, lakini mimi nilikuwa nacheza center back. Lakini kuna watu binafsi wakasema wewe kwa nini usihamie kwenye golikipa? Ndio nikahamia kwenye golikipa nikaanza kucheza. Yeah. Masaranga, malengo yako kwa msimu? Malengo yangu msimu kwanza, kabla ya malengo yangu kuna malengo ya timu. Nataka timu tupate ubingwa na tusonge mbele katika mashindano mengine. Pili, katika malengo yangu binafsi napenda nipate nafasi nifanye vizuri. Lakini na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na jitihada ninazozionyesha yatatimia malengo hayo. Tanzania kumekuwa na magolikipa wengi ambao wamepita, kina Juma Kaseja na wengine, legend hao. Ni golikipa yupi ambaye ulikuwa unamtazama kama kioo? Hamna golikipa nilikuwa namtazama kama kioo. Mimi nimeanza kucheza mpira hivi karibuni, kwa hiyo sikuwakuta wakina Juma, nilikuta ndo wanamalizia. Sasa siwezi kusema eti alikuwa kioo kwangu kwa sababu nimemkuta anamalizia. Lakini Juma mimi naona kwa sababu hata wachezaji wengi magolikipa wengi wa Tanzania tulikuwa tunamwangalia kwenye TV japo tulikuwa anamalizia, lakini ni golikipa ambaye amefanya vizuri na hata sasa hivi kwenye ukocha naona anafanya vizuri, timu yake iko vizuri. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mtu wa mpira kwa ujumla. Yeah. Masaranga, nasikiliza na nafasi yako kama golikipa ambapo ulipo, kuna golikipa ambaye kwa sasa kila mtu anasema ni bora zaidi Diarra. Wewe ndio uko nafasi yake, ushindani wa namba na mwalimu kwa mechi nyingi anaonekana kutoa Diarra. Unafanya kitu gani kuhakikisha mwalimu tunaye tuone kiwanjani? Hata wewe mwenyewe unaamini Diarra golikipa bora. Si ndio?
Si ndio unamwandika kwenye magazeti kila siku. Na mimi naamini golikipa bora Diarra. Wewe sasa unafanya nini ili sasa tuone kiwanjani? Si ndio napambana hapa baba, umekuja uwanjani napambana, umenikuta napambana hapa. Napambana hapa ili niwe bora. Nitakuwa bora tu kwa sababu napambana. Wao usijali. Masalanga nje ya mpira hasa kitu gani ambacho anachojishughulisha nje ya mpira? Nani mimi? Mimi mfugaji. Nafuga. Njoni nyumbani mtaona Sasa tena mafanikio uanze kuyaongelea hapa. Wenyewe mnaenda kuyaandika tena na vibaya. Anakuwa nafuga, mbwa nafuga, kuku nafuga. Maana nataka sasa tumtaje hadi vitu hivyo ni hivyo. Sawa, bwana Masalanga, mimi na swali la mwisho. Ulisikika la mwisho kwako au kwangu mimi? Kwangu mimi. Ulisikika ukisema kwamba wakati goalkeeper aliyokuwa anacheza kwenye michuano ya AFCON alikuwa anaanza alipopata majeraha, ulivyopewa nafasi ya kuweza kuanza, baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa pia walikuwa ni kama hawaamini kwamba jamaa anaenda kuanza leo itakuwaje na nini. Pengine kupata hii nafasi tena kuanza kikosi cha Young Africans kwa mchezo unaofuata ligi kuu, baada ya goalkeeper alikuwa anaaminiwa kupata adhabu. Pengine kuna baadhi ya wachezaji ambao kama timu ya taifa ilivyokuwa kwamba wana wasiwasi na yeye. Kwa sasa hivi sidhani kama kuna mtu ana wasiwasi na uwezo wangu. Unajua katika nafasi hizi za magolikipa ni nafasi muhimu sana. Tunasikia lakini tunakaa kimya kwa sababu hata ukiongea hivi inaonekana unaongea vitu vibaya, lakini tuko kwenye kuelimishana. Jue katika nafasi yetu za magolikipa ndio nafasi muhimu ambao mwalimu hawezi kubadilisha unavyotaka wewe mtangazaji au anavyotaka wewe mchambuzi. Yaani mwalimu anabadilisha position ya golikipa kutokana na mahitaji muhimu. Kama sasa hivi Diarra amefungiwa mechi 3, ina maana sasa niko mimi na Msheli. Anaangalia je, Masalanga na Msheli nimchukue nani ili nimtumie mechi hii husika. Sijui umeelewa? Hizo mechi 3 unaweza kukuta nimechaguliwa Masalanga nikacheza zote 3. Labda Msheli kuna kitu amvutii mwalimu. Au kwenye hizo mechi 3 akachaguliwa Msheli akacheza zote. Mwalimu kuna kitu anakitaka kwa Masalanga afu Masalanga akionyesha. Kwa hiyo sijui umeelewa. Kwa hiyo kutokuaminiwa na mtu sio kwamba kuamini kwamba uwezi kufanya kazi. Unaweza kufanya kazi lakini uwezi kufanya kile kitu ambacho anakihitaji kwa muda ule. Sijui umeelewa. Yes ndo anaona anakuja anapanga makoni huku uwanjani. Kwa hiyo ndo anaona. Kwa hiyo mimi na imani wale ambao walikuwa waniamini mifani nimefanya kazi wenyewe wakajenga imani kwangu. Na mimi mtu anajenga imani kawaida namlipa imani. Wakati uko Singida Black Stars. La mwisho hilo wachezaji wako wengi. Ulikuwa unaonekana unapata nafasi mara kwa mara sana. Lakini umekuja Young Africans timu kubwa zaidi lakini inaonekana nafasi ni ndogo sana. Pengine kwa hii scenario ambayo inaonekana kwako unaitafsiri vipi na namna gani ambazo sasa nyie ndio mnaona nafasi ndogo. Mimi naona nafasi kubwa ya kupata nafasi. Sababu mimi sinapambana. Siku nitapata nafasi mtaanza kusema tena pale angekuwepo mtu fulani ndio nyie. Lakini nafasi inakuja. Ndio. Nafasi mimi naiombea kwa sababu naomba kwa Mwenyezi Mungu na nafasi itakuja. Kama AFCON nilikuwa nategemea hamna mtu alikuwa anategemea kama nitacheza. Kabisa. Kwa sababu yani hivyo kuwepo kwamba Masalanga ni golikipa wa 3. Lakini kwa sababu namuomba Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye anapanga kila kitu. Ndio. Hata sijui huyu nani kucheza ni Mwenyezi Mungu huyo. Hata wewe kunioje leo Mwenyezi Mungu kapanga usingefika hapa. Kweli. Bila yeye Mwenyezi Mungu. Kabisa. Kwa hamini katika Mwenyezi Mungu katika Allah. Amini huko. Ukiamini huko kila kitu tafanikiwa babangu. Asante sana mzee.